Chama cha Mapinduzi CCM kimefanya marekebisho ya katiba yake ya mwaka 1977 ambayo amependekeza mambo matatu, ikiwemo kuruhusu na kuainisha vikao vya mikutano ya kichama itakayofanyika kwa njia ya mtandao kwa kuzingatia hali ya udharura na ulazima, pamoja na kuongeza idadi ya wajumbe wa baraza la wadhamini. Marekebisho hayo matatu ambayo yamewasilishwa na mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kuridhiwa na wajumbe wa mkutano mkuu maalum wa chama hicho ambao umeanza leo Mei 29, ni vikao na mikutano kufanyika kwa njia ya mtandao, kuongeza idadi ya wajumbe wa baraza la wadhamini na baraza hilo kukasimu maandishi ya madaraka ya miradi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha hayo wakati akifungua mkutano huo, ambapo pia ameeleza kuhusu ilani mpya ya uchaguzi inayotarajiwa kuzinduliwa hapo kesho namna ilivyoandaliwa. Mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi, kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka mitano. CCM oyee! Niwahakikishie kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu hii tunayokwenda nayo imeandaliwa kwa weledi mkubwa, vile imeandaliwa na kuwashirikisha wananchi wenyewe, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu na wadau wengine wengi kutoka makundi mbalimbali ya kijamii. Aidha, ilani yetu imeainisha vipaumbele vya chama ambavyo muda utakapowadia vitawekwa bayana hapa. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, kama mnavyofahamu, ilani ya CCM ya uchaguzi mkuu ya mwaka 2025 ile iliyopita tunayomalizia iliakisi kipindi cha kwanza cha miaka mitano utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka 2020-2030. Hivyo ilani ya uchaguzi mkuu ya mwaka huu 2025 inaakisi kipindi cha pili na cha mwisho cha utekelezaji wa mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030. Pongeza mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi unaoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na taarifa nzuri iliyowasilishwa leo. Nataka niseme Chama cha Mapinduzi kupitia Halmashauri Kuu ya Taifa ilipokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa ilani ya chama chetu kutoka serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo mbele ya mkutano mkuu wa taifa, kila mmoja ameshuhudia mabadiliko makubwa na mageuzi makubwa yaliyofanywa chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki cha miaka minne. Ni dhahiri kabisa kwamba ahadi ambayo CCM ilitoa mwaka 2005 na leo imewekwa katika taarifa ya utekelezaji wa ilani, inathibitisha kwa dhati kabisa kwamba CCM ilikuwa inamaanisha katika kutoa ahadi zake zile zilizotolewa kwenye ilani ya uchaguzi, na ndio maana imeweza kusimamia, imekuwa madhubuti katika kuhakikisha inafuatilia utekelezaji wa ilani hiyo. Tumeona mageuzi makubwa sana katika sekta ya huduma za jamii, lakini pia katika maeneo ya uchumi. Ni dhahiri kabisa kwamba maeneo ya uchumi yameweza kuonekana kwamba pato la taifa limeendelea kuongezeka, lakini katika maeneo ya huduma tumeshuhudia kabisa kwamba miundombinu ya katika sekta ya elimu imeboreshwa zaidi na bajeti imeongezeka zaidi. Miundombinu katika sekta ya afya imeboreshwa zaidi na bajeti imeongezeka. Ndio maana unaweza kuona leo kwa mujibu wa sera zetu kwamba kila zahanati, kila kijiji
kiwe na zahanati moja na kila kata walau ipate kituo cha afya, na halmashauri za wilaya na wilaya kwa ujumla ipate hospitali ya wilaya, na mkoani ipatikane hospitali ya rufaa ya mkoa, na katika kanda ipatikane hospitali ya rufaa ya kanda. Kazi imefanyika kwa uaminifu mkubwa na vifaa vinavyohitajika, vifaa tiba na madawa yameongezeka katika hospitali zetu, na hivyo kupunguza idadi ya Watanzania wanaopata rufaa ya kwenda kupata huduma za afya katika nchi za jirani zinazotuzunguka au katika mabara mengine. Hii ni hatua kubwa ambayo tunastahili kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mageuzi haya makubwa. Katika sekta ya elimu tumeshuhudia kuongezeka kwa fedha za mikopo ya vijana wetu kutoka bilioni 480 kwenda bilioni 860, mara mbili ya fedha ambazo zilikuwa zinatolewa huko nyuma. Hii ni hatua nyingine tena ya kuwezesha vijana wetu wengi, watoto wa watu wa kipato cha kati na kipato cha chini, kuweza kupata elimu katika ngazi hizo za elimu ya juu, lakini pia fedha zimetengwa kwa ajili ya elimu za ufundi katika ngazi za diploma. Haya nayo ni mageuzi makubwa ambayo huko nyuma hatukuweza kuyashuhudia. Lakini katika katika upande wa miundombinu ya barabara tumeshuhudia mageuzi makubwa chini ya TANROADS na chini ya TARURA. Barabara zimeendelea kuboreshwa, kiachia mbali kwamba tumekuwa na mvua nyingi zilizoharibu miundombinu ya barabara, lakini serikali hii imekuwa kiangalia maeneo ambayo barabara zimeharibiwa na kuweza kuzitengeneza, lakini hata zile zingine mpya zilizofunguliwa na zile za zamani zimeendelea kuimarishwa. Lakini ukienda kwenye sekta ya maji, tunaoishi kwenye nyanda kame, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii wilaya yetu imeweza kupata mradi wa zaidi ya bilioni 42 kwa kuvuta maji kutoka katika kata ya Loborsoit kupeleka kilomita takriban 48-50 kwenda Orkeesmet, makao makuu ya wilaya, maji ambayo yameweza kutawanywa kwenye kata za Orkeesmet, kata ya Langai, kata ya Mjengejape, na sasa yanaelekezwa kwenye kata ya Ruvremiti kwenye kijiji cha Lerumo, na pia katika baadhi ya maeneo katika kata ya Loborsoit kwenye kijiji cha Loborsoit, na hatimaye kuelekea ukanda pia wa Ruvremiti. Napenda kumshukuru Mungu katika kipindi hiki cha miaka mitano utekelezaji wa ilani katika jimbo langu umetekelezwa kwa kiwango kikubwa sana. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kila tulichohitaji katika wilaya tuliweza kukipata. Na kama hakikupatikana mapema, sasa hivi tayari kiko kwenye process na watu wanaendelea. Kwa miradi yote tuliyokuwa tumekusudia kufanya imefanyika. Kwa hiyo tunachosema sasa hivi tunavyoelekea ilani nyingine, tuna imani tunakwenda kufanya vizuri zaidi kuliko ile ya mwanzo, kwa sababu ile ya mwanzo Mheshimiwa Rais ameingia katikati, lakini ametekeleza kila kitu kilichokuwa kimeachwa na akaweka mengine ya ziada. Alijikita zaidi kwenye huduma za jamii. Kwa hiyo sina shaka na hilo. Tumeongeza mashule zaidi ya 12, tumejenga zahanati 7, lakini tumepata hospitali ya wilaya ambayo haikuwepo. Matanki ya maji 13 yamejengwa na maji sasa yanasambazwa. Vyanzo vya maji vimeongezwa, tunacho Kapli Point, tunacho Butimba, tunacho Igombe, tunacho Kabangaji ambacho kinaendelea. Lakini barabara pia tulikuwa na 5% ya barabara za lami, sasa hivi tuna 5% za barabara ya lami. Mwanzo tulikuwa na kilomita 5, sasa hivi tuna kilomita 43 za lami. Kwa hiyo kabisa kwamba ni maendeleo. Kwa hiyo nina imani ilani inayokuja tunakwenda kutekeleza kila lililokuwa limebaki kumalizia tu, lakini hakuna jambo jipya ambalo litatusumbua kwa sababu yote yako katika pipeline. Lakini kubwa zaidi, uwanja wa ndege wa Mwanza unapanuliwa, utakuwa kimataifa na Mwanza ni habu. Lakini pia tunayo stendi mpya ya mabasi ambayo ni stendi ya pekee kabisa, inachukua malori, inachukua mabasi, ina hosteli pale, ina garage pale. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika pale. Bado pia kuna jengo kubwa ambalo linaweza accommodate shopping malls, watu wanaweza kawekeza pale, nalo limekaa vizuri. Kwa hiyo ninachotaka kusema, Mama Samia ameitendea haki ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2025, na ndani ya jimbo la Ilemela pia tumetenda vizuri, hasa mbunge, madiwani, mkurugenzi, tukisimamiwa na Chama cha Mapinduzi, mwenyekiti wetu Bujiku na katibu Hassan Milango. Tuna imani mwaka unaokuja tutafanya yaliyo zaidi kuliko ya mwaka huu. Ilani ile inakwenda kuelekeza kwamba sasa tunakwenda kufanya nini kwa wananchi katika kila sekta. Umeona wakati wanaonyesha pale utekelezaji wa ilani, sekta zote zimeguswa. Si kwamba zote zimefikia 100%. Kuna maeneo mengine, kwa mfano ukija kwenye barabara, bado barabara nyingi hazijatengenezwa vizuri kwa maana ziko za vumbi, hasa za TARURA, lakini bado kuna miundombinu imeharibiwa na mvua nayo inatakiwa kutengenezwa. Lakini tukiingia kwenye masuala mazima ya uwekezaji,
ndio hasa sasa wawekezaji wanaingia katika kufanya uchumi wa Tanzania uweze kukua. Lakini tumeona namna ambavyo SGR imefunguka, haijakamilika. Kwa hiyo ilani hii inakwenda kuweka utaratibu wa kuweza kukamilisha ilani hii standard gauge. Lakini vile vile katika miradi mingine ya kitaifa ambayo ilikuwa inaendelea, kuna bomba la mafuta kutoka Hoima kule Uganda kwenda Chongoleani Tanga. Hayo yote yako katika utaratibu ambao unaendelea. Kwa hiyo ilani hii inayokuja itakuwa imeainisha kila namna. Upande wa uzalishaji wa umeme umezalishwa mpaka tunakuwa na ziada zaidi ya 50% ziada. Lakini miundombinu yake kwa maana usafirishaji bado haijakaa vizuri. Kwa hiyo ilani hii pia itakwenda kuelekeza namna tutakavyokwenda kusambaza umeme ambao tunao mwingi, tunaweza hata kuwagawia nchi jirani. Kwa hiyo ni mengi ambayo yametekelezwa katika awamu hii ya 6, lakini tuna imani pia ilani inakwenda kutekeleza yale ambayo bado yalikuwa yako nusu. Kwa kweli tumefurahishwa sana na mkutano wa siku ya leo. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameuongoza vizuri. Tangu tulivyoanza tumeanza vizuri, kwa maana tulianza na marekebisho kidogo ya katiba yetu, lakini baada ya hapo mwenyekiti akawa ameruhusu sasa tuweze kusomewa utekelezaji wa ilani ya 2025. Ilianza ilani ya Zanzibar na baadaye imekuja Tanzania bara. Ilani kwa kweli ufanisi wake ni zaidi ya 100%. Wajumbe tumefurahi sana, na ilipomaliza kusomwa tu utaona kwamba wajumbe wote mkutano mzima tumeamka na kushangilia, tukimsifu sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia tukimsifu sana makamu mwenyekiti wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa utekelezaji wa ilani aliyofanya huko Zanzibar. Wajumbe wote tumefurahishwa sana, kwa maana kwa kweli kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, sekta zote zimeguswa. Yani tumekamilisha, tuna matumaini makubwa sana juu ya ilani hii ambayo tunaenda kuisoma kesho, ilani mpya ya 25-30. Kama imeweza kufanyika vizuri sana ya 2025, tuna matumaini makubwa, maendeleo makubwa sana yanaenda kufanyika kwa 25-30. Hii inaakisi ushindi mkubwa sana. Yani huwa tuna rank percentage za ushindi wa marais. Nataka niwaambie Dr. Samia Suluhu Hassan anaenda kuvunja rekodi ya kura, wingi wa kura ambazo ataenda kupata kwa mwaka huu 2025. Hivyo tuna uhakika wa ushindi mkubwa sana wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia madiwani, wabunge na kura nyingi sana za rais, kutokana na utekelezaji mzuri wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nimekuja kuhudhuria kikao, mimi ni mwalikwa na nimekuja kuhudhuria hichi kikao kuangalia utekelezaji wa ilani ya chama. Na mimi na nyinyi wote tulikuwepo ndani, tumeona kazi imefanyika kweli kweli, na tunategemea haya ambayo tunayaona tutaendelea kuyaona miaka mingine 5 tena ijayo. Kwa hiyo Mama Samia anafanya kazi, na kazi sio kazi ambayo inaonekana. Wananchi waendelee kumsupport, na mimi nasema 5 tena. Pwani kama Pwani sofa hakukuwa na shida, kwa sababu Pwani ni sehemu ambayo watu wanafanya kazi viongozi kwa kuzingatia ilani ya chama, na tunafanya utekelezaji kila baada ya muda kadhaa. Maendeleo yanaendelea, hakuna kitu kilichokwama, isipokuwa tunaendelea pale ambapo tuliishia, tunatekeleza na tunasonga mbele. Shule zipo, vituo vya afya vipo, maji yapo, umeme upo. Unajua ukisema Pwani umeme unatokea Chalinze, unatokea ni mkoa wa Pwani, ndio mkoa wa viwanda nchi nzima. Ukifika utakutana na viwanda vya kutosha. Kwa hiyo Pwani kama Pwani hakuna vitu vilivyokwama, isipokuwa ilani inatekelezwa na tunasonga mbele. Ajira ni nyingi mno, tena sio ajira za ndani tu, ajira mpaka za nje zipo. Tunaona wanatangaza, watu wanajaza fomu, watu wanapata ajira, na tunaona vijana wanajiajiri. Unajua ajira sio lazima waajiriwe na serikali, hata ile kuwezeshwa tu. Tumepata juzi mikopo ya 10%, vijana wamepata. Tunaona wanufaika wengi wanapata magari, wanapata miradi ya maziwa. Yani ajira ni nyingi na zitaendelea kuwepo. Mimi na imani hiyo. Na waziri wetu ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, anafanya kazi kweli kweli. Aidha, kupitia mkutano huo, mwenyekiti na rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kuwa chama hicho kimefanikiwa kusajili zaidi ya wanachama milioni 13
kwa mfumo wa kielektroniki kufikia leo Mei 29. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, share, comment ili wa kwanza kupata taarifa zetu.